Kwenye mchezo ambao umechezeka leo kwenye uwanja wa Uhuru ambapo Simba Sport Club alikuwa akicheza dhidi ya Kagera Sugar, ambapo Simba walipata goli la penalti kwenye dakika ya 40 na kitu hivi, penalti ambayo imepigwa na Saidon Bazonkiza, penalti ambayo imerudiwa mara mbili wanasema kwa kutokana na kipa kutoka kwenye ule mstari ambao anatakiwa kusimama, lakini mchambuzi Oscar kupitia ukurasa wake wa Instagram amemrushia lawama au amempa lawama kali sana muamuzi wa mchezo huu, ambapo Oscar kupitia mtandao wake wa Instagram ameandika hivi: sheria inataka walau mguu mmoja ubaki kwenye mstari, kipa wa Kagera Sugar amefanya hivyo, Simba ni mtoto wa Rozi Mwando. Inamaanisha kwamba sheria inamtaka goalkeeper anapoondoka kwenye ule mstari wa kudakia penalti walau aache mguu mmoja, na goalkeeper Kagera Sugar alikuwa amefanya hivyo, ameondoka kwenye mstari ameacha mguu mmoja kama unavyoona hapo kwenye video. Lakini cha kushangaza unakuja kuona kabisa penalti inakuja kurudiwa kutokana na kipa kufanya kile ambavyo sheria inahitaji. Sasa watu wakabaki wanajiuliza ni kwa nini penalti hii imerudiwa wakati kipa amefuata sheria zile ambazo zinaelekeza, kama alivyotuambia hapa Oscar kwamba sheria inataka walau mguu mmoja ubaki kwenye mstari. Kipa wa Kagera amefanya hivyo, lakini Simba ni mtoto wa Rozi Mwando. Ni kama vile Oscar anajaribu kusema kwamba Simba wamebeba kwenye mchezo huu kwa sababu ukiangalia sheria ambavyo inaelekeza kipa amefanya hivyo, lakini penalti imekuja kurudiwa, ndipo Saidon Bazonkiza akaja kupata goli. Lakini pia ukiangalia baadhi ya watu mbalimbali wanasema kuwa pengine penalti imerudiwa labda kutokana na baadhi ya wachezaji kuingia kwenye eneo la kupigia penalti wakati mpigaji akiwa anaenda, ndio maana penalti imerudiwa. Lakini maswala yanaenda mbali zaidi kuuliza, je, ni kweli soka la Tanzania linaweza kuendelea kwa hali hii? Ukiangalia kwamba timu ndogo zimeendelea kuonewa, lakini pia timu kubwa zimeendelea kubebwa kutokana na michezo ile ambayo wanafanya vizuri. Wakati ukiangalia kwenye dakika zote ambazo Kagera Sugar walikuwa wakicheza, wamezuia vizuri sana, lakini mwisho wa siku wamekuja kunyongwa kwenye penalti hii, kama alivyotuambia hapa Oscar kwamba sheria inataka mtu abaki kwenye mstari walau mguu mmoja, na kipa alikuwa amefanya hivyo, lakini mwisho wa siku Kagera wamehukumiwa pengine kutokana na udogo wao. Wewe una maoni gani? Je, unadhani kweli Simba amebebwa kwenye mchezo huu? Dondosha comment yako, lakini pia usisahau kusubscribe na kuturn on post notification ili kuwa wa kwanza kuzipata habari zote. Kwenye mchezo ambao umechezeka leo kwenye uwanja wa Uhuru ambapo Simba Sport Club alikuwa akicheza dhidi ya Kagera Sugar, ambapo Simba walipata goli la penalti kwenye dakika ya 40 na kitu hivi, penalti ambayo imepigwa na Saidon Bazonkiza, penalti ambayo imerudiwa mara mbili wanasema kwa kutokana na kipa kutoka kwenye ule mstari ambao anatakiwa kusimama, lakini mchambuzi Oscar kupitia ukurasa wake wa Instagram amemrushia lawama au amempa lawama kali sana muamuzi wa mchezo huu, ambapo Oscar kupitia mtandao wake wa Instagram ameandika hivi: sheria inataka walau mguu mmoja ubaki kwenye mstari, kipa wa Kagera Sugar amefanya hivyo, Simba ni mtoto wa Rozi Mwando. Inamaanisha kwamba sheria inamtaka goalkeeper anapoondoka kwenye ule mstari wa kudakia penalti walau aache mguu mmoja, na goalkeeper Kagera Sugar alikuwa amefanya hivyo, ameondoka kwenye mstari ameacha mguu mmoja kama unavyoona hapo kwenye video. Lakini cha kushangaza unakuja kuona kabisa penalti inakuja kurudiwa kutokana na kipa kufanya kile ambavyo sheria inahitaji. Sasa watu wakabaki wanajiuliza ni kwa nini penalti hii imerudiwa wakati kipa amefuata sheria zile ambazo zinaelekeza, kama alivyotuambia hapa Oscar kwamba sheria inataka walau mguu mmoja ubaki kwenye mstari. Kipa wa Kagera amefanya hivyo, lakini Simba ni mtoto wa Rozi Mwando. Ni kama vile Oscar anajaribu kusema kwamba Simba wamebeba kwenye mchezo huu kwa sababu ukiangalia sheria ambavyo inaelekeza kipa amefanya hivyo, lakini penalti imekuja kurudiwa, ndipo Saidon Bazonkiza akaja kupata goli. Lakini pia ukiangalia baadhi ya watu mbalimbali wanasema kuwa pengine penalti imerudiwa labda kutokana na baadhi ya wachezaji kuingia kwenye eneo la kupigia penalti wakati mpigaji akiwa anaenda, ndio maana penalti imerudiwa. Lakini maswala yanaenda mbali zaidi kuuliza, je, ni kweli soka la Tanzania linaweza kuendelea kwa hali hii? Ukiangalia kwamba timu ndogo zimeendelea kuonewa, lakini pia timu kubwa zimeendelea kubebwa kutokana na michezo ile ambayo wanafanya vizuri. Wakati ukiangalia kwenye dakika zote ambazo Kagera Sugar walikuwa wakicheza, wamezuia vizuri sana, lakini mwisho wa siku wamekuja kunyongwa kwenye penalti hii, kama alivyotuambia hapa Oscar kwamba sheria inataka mtu abaki kwenye mstari walau mguu mmoja, na kipa alikuwa amefanya hivyo, lakini mwisho wa siku Kagera wamehukumiwa pengine kutokana na udogo wao. Wewe una maoni gani? Je, unadhani kweli Simba amebebwa kwenye mchezo huu? Dondosha comment yako, lakini pia usisahau kusubscribe na kuturn on post notification ili kuwa wa kwanza kuzipata habari zote. Kwenye mchezo ambao umechezeka leo kwenye uwanja wa Uhuru ambapo Simba Sport Club alikuwa akicheza dhidi ya Kagera Sugar, ambapo Simba walipata goli la penalti kwenye dakika ya 40 na kitu hivi, penalti ambayo imepigwa na Saidon Bazonkiza, penalti ambayo imerudiwa mara mbili wanasema kwa kutokana na kipa kutoka kwenye ule mstari ambao anatakiwa kusimama. Lakini mchambuzi Oscar kupitia ukurasa wake wa Instagram amemrushia lawama au amempa lawama kali sana muamuzi wa mchezo huu, ambapo Oscar kupitia mtandao wake wa Instagram ameandika hivi: sheria inataka walau mguu mmoja ubaki kwenye mstari, kipa wa Kagera Sugar amefanya hivyo, Simba ni mtoto wa Rozi Mwando. Inamaanisha kwamba sheria inamtaka goalkeeper anapoondoka kwenye ule mstari wa kudakia penalti walau aache mguu mmoja, na goalkeeper Kagera Sugar alikuwa amefanya hivyo, ameondoka kwenye mstari ameacha mguu mmoja kama unavyoona hapo kwenye video. Lakini cha kushangaza unakuja kuona kabisa
penalti inakuja kurudiwa kutokana na kipa kufanya kile ambavyo sheria inahitaji. Sasa watu wakabaki wanajiuliza ni kwa nini penalti hii imerudiwa wakati kipa amefuata sheria zile ambazo zinaelekeza, kama alivyotuambia hapa Oscar kwamba sheria inataka walau mguu mmoja ubaki kwenye mstari. Kipa wa Kagera amefanya hivyo, lakini Simba ni mtoto wa Rose Muhando. Ni kama vile Oscar anajaribu kusema kwamba Simba wamebeba kwenye mchezo huu kwa sababu ukiangalia sheria ambavyo inaelekeza kipa amefanya hivyo, lakini penalti imekuja kurudiwa, ndipo Saidon Bazonkiza akaja kupata goli. Lakini pia ukiangalia baadhi ya watu mbalimbali wanasema kuwa pengine penalti imerudiwa labda kutokana na baadhi ya wachezaji kuingia kwenye eneo la kupigia penalti wakati mpigaji akiwa anaenda, ndio maana penalti imerudiwa. Lakini maswala yanaenda mbali zaidi kuuliza, je, ni kweli soka la Tanzania linaweza kuendelea kwa hali? Ukiangalia kwamba timu ndogo zimeendelea kuonewa, lakini pia timu kubwa zimeendelea kubebwa kutokana na michezo ile ambayo wanafanya vizuri. Wakati ukiangalia kwenye dakika zote ambazo Kagera Sugar walikuwa wakicheza, wamezuia vizuri sana, lakini mwisho wa siku wamekuja kunyongwa kwenye penalti hii, kama alivyotuambia hapa Oscar kwamba sheria inataka mtu abaki kwenye mstari walau mguu mmoja, na kipa alikuwa amefanya hivyo, lakini mwisho wa siku Kagera wamehukumiwa pengine kutokana na udogo wao. Wewe una maoni gani? Je, unadhani kweli Simba amebebwa kwenye mchezo huu? Dondosha comment yako, lakini pia usisahau kusubscribe na turn on post notification ili kuwa wa kwanza kuzipata habari zote. Kwenye mchezo ambao umechezeka leo kwenye uwanja wa Uhuru ambapo Simba Sport Club alikuwa akicheza dhidi ya Kagera Sugar, ambapo Simba walipata goli la penalti kwenye dakika ya 40 na kitu hivi, penalti ambayo imepigwa na Saidon Bazonkiza, penalti ambayo imerudiwa mara mbili wanasema kwa kutokana na kipa kutoka kwenye ule mstari ambao anatakiwa kusimama. Lakini mchambuzi Oscar kupitia ukurasa wake wa Instagram amemrushia lawama au amempa lawama kali sana muamuzi wa mchezo huu, ambapo Oscar kupitia mtandao wake wa Instagram ameandika hivi: sheria inataka walau mguu mmoja ubaki kwenye mstari, kipa wa Kagera Sugar amefanya hivyo, Simba ni mtoto wa Rose Muhando. Inamaanisha kwamba sheria inamtaka goalkeeper anapoondoka kwenye ule mstari wa kudakia penalti walau aache mguu mmoja, na goalkeeper Kagera Sugar alikuwa amefanya hivyo, ameondoka kwenye mstari ameacha mguu mmoja kama unavyoona hapo kwenye video. Lakini cha kushangaza unakuja kuona kabisa penalti inakuja kurudiwa kutokana na kipa kufanya kile ambavyo sheria inahitaji. Sasa watu wakabaki wanajiuliza ni kwa nini penalti hii imerudiwa wakati kipa amefuata sheria zile ambazo zinaelekeza, kama alivyotuambia hapa Oscar kwamba sheria inataka walau mguu mmoja ubaki kwenye mstari. Kipa wa Kagera amefanya hivyo, lakini Simba ni mtoto wa Rose Muhando. Ni kama vile Oscar anajaribu kusema kwamba Simba wamebeba kwenye mchezo huu kwa sababu ukiangalia sheria ambavyo inaelekeza kipa amefanya hivyo, lakini penalti imekuja kurudiwa, ndipo Saidon Bazonkiza akaja kupata goli. Lakini pia ukiangalia baadhi ya watu mbalimbali wanasema kuwa pengine penalti imerudiwa labda kutokana na baadhi ya wachezaji kuingia kwenye eneo la kupigia penalti wakati mpigaji akiwa anaenda, ndio maana penalti imerudiwa. Lakini maswala yanaenda mbali zaidi kuuliza, je, ni kweli soka la Tanzania linaweza kuendelea kwa hali? Ukiangalia kwamba timu ndogo zimeendelea kuonewa, lakini pia timu kubwa zimeendelea kubebwa kutokana na michezo ile ambayo wanafanya vizuri. Wakati ukiangalia kwenye dakika zote ambazo Kagera Sugar walikuwa wakicheza, wamezuia vizuri sana, lakini mwisho wa siku wamekuja kunyongwa kwenye penalti hii, kama alivyotuambia hapa Oscar kwamba sheria inataka mtu abaki kwenye mstari walau mguu mmoja, na kipa alikuwa amefanya hivyo, lakini mwisho wa siku